Bwana Kikuji, mambo vipi? Bila kuchoka. Bila kuchoka? Mambo vipi bila kuchoka? Shoto mpaka Unguja. Najua hilo. Tuambie, kikubwa ni kipi zaidi ambacho mnakitegemea katika mchezo wa leo wa dabi ambayo unatoa dira kamili kuelekea katika ufunguzi wa ligi kuu soka Tanzania bara? Kwangu naweza kusema ni vitendo dhidi ya maneno, sababu watu wanaongea sana. Kwa hiyo sisi tumekuja kwa ajili ya vitendo. Unaona msimu ulivyoisha, nani alikuwa anaomba maji ya kunywa? Lakini sisi tuko kivyetu na tuna plani zetu. Najua anasema biashara asubuhi jioni mahesabu. Na biashara yenyewe unaanza na mtu ambaye unapambana naye kwenye upinzani wa biashara. Kwa hiyo mimi nimetoka Lushoto, nimekuja hapa kuchukua ngao nirudi naye Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi sasa ya msimu mpya wa ligi ambao naenda kuokota chochote ambacho kinaenda kushindaniwa. Kupelekeana pressure kwa watani sio jambo ambalo geni, lakini mnaelekea katika mchezo muhimu. Selemani Mwalimu ametimkia upande wa pili ambaye ana historia ya dimba hili kuwafunga pia Young Africans ambayo ndo waajili wake wa saizi. Hamuogopi hii? Hatuwezi kuogopa. Binafsi kama mimi siwezi kuogopa kwa sababu kwanza Selemani Mwalimu atoka Wydad kwa mkopo, akaja Simba akicheza kwa mkopo, lakini wakati amekuja Simba pia hakuwa chaguo la kwanza kwa mwalimu Steven Becker. Alikuwa ni mchezaji ambaye anaanzia kwenye mbao ndefu muda mrefu. Sasa kuondoka kwake labda kwamba hatuogopi kwa sababu labda umeuliza kwamba kwa sababu katoka Simba kaenda Yanga ndio unasema hatuogopi? Kwamba kuna mbinu anazijua mnatumia. Ingekuwa mechi inaendelea katikati alafu ndo akatoka upande wa Simba akaenda upande wa Yanga wakawa 12 ningeogopa, lakini kwa sababu ametoka kipindi ambacho dirisha linaendelea, ametoka kipindi ambacho kwanza kwa chaguo la kwanza mwalimu Steven Becker. Kwanza ni kutoe hofu kwamba Simba ya msimu huu ni tofauti na Simba ilizopita. Msimu huu ikimalizika tunaona wachezaji wetu muhimu wao walikuwa wanaondoka kwenda timu nyingine, lakini msimu huu wachezaji muhimu wote wamebaki kwenye timu, na kikubwa zaidi wachezaji wote ambao walikutwa na mwalimu Steven Becker na ambao yeye amewaongeza. Umeona wenyewe kitu ambacho walikuwa wakifanya, na azungumzia alowaongeza Ismail Oliveira Ture, Rushan Derok, Libase Gweye, Anicet Oura, Nixon Kibabage, Kratos Chota Chama, Mamadou Djibrila Kasali Tanja na Ino Loemba. Hao ni wachezaji ambao mwalimu aliingia nao na akaunganisha na ambao walikuwepo. Umeona Simba ilikuwa ya aina gani? Ni Simba ambayo kama sio nyuma ya pazia ingewezekana tukawa tumebeba ubingwa siku nyingi. Ni Simba ambayo tunaona hata watu walishangilia sana. Ni Simba ambayo tumeona walikuja kuchukua kombe la Muungano kwenye visiwa hivi vya Zanzibar, ilikuwa ni Pemba kule. Kwa hiyo unaweza kuona Simba iko imara na wachezaji waliosajiliwa Simba wamekuja kuboresha tofauti na wao ambao wamesajili. Simba wameboresha. Na vipi kuhusiana na combination ya usajili mpya? Inategemea, yani kwa mfano mimi leo ukiniuliza sina hofu kwa sababu naamini wachezaji ambao walimaliza ligi na Simba ndio watakuwa ni chaguo la kwanza la mwalimu. Hawa ambao wamesajiliwa ni wale ambao watakuwa wanasoma mchezo alafu waingie wakafanye kazi ambayo itakuwa imesalia yani ya kulinda muda. Lakini wachezaji ambao walifanya vizuri Simba wote wapo na ndio ambao wataendelea kutumika kwenye mchezo wa leo. Wana Simba wengi waonekana hawana matumaini na tajiri baada ya kuondoka kwa Selemani Mwalimu na viongozi wao, kwamba inaonekana hawako serious. Mchezaji anatorokaje kambini? Wengi wanauliza sana hivyo. Wewe upande wako hili umelipokeaje? Kwanza issue ya tajiri, naomba tajiri alindwe tena kwa wivu mkubwa. Yani tumlinde Mo Dewji kwa wivu mkubwa sana. Alipoitoa Simba na mpaka Simba ilipofikia hapa, yani hakuna asiyejua. Na ukiona chokochoko nyingi tayari ni Simba ambayo imetengenezwa. Yani wanasema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Lakini issue ya Selemani Mwalimu, narudia tena, nimekuambia alikuwa ni mchezaji wa mkopo, si ndio? Maanake ni mchezaji wao ndo wamekuja na sheria zao ambazo hazieleweki. Selemani hajatoroka kambini. Huu ni mpango ulikuwa wa siku nyingi kwa sababu Wydad wao walihitaji mchezaji wao. Na hela waliokuwa wanaitaka ni hela ambayo Simba hawezi kutoa kwa mchezaji kama Selemani Mwalimu. Hawawezi, mbona wasema walikubaliana? Mchezaji alirudi. Lakini wale walikuja vigeugeu, na kingine zaidi kuna watu walijiingiza mjini kwa sababu ukumbuke Simba kama alivyosema Bernard Morrison ni chuo cha mpira. Kila mtu ambaye anapita Simba akisajiliwa akienda sehemu nyingine watu wanamuona ni lulu. Sasa wao wamemuona ni lulu ndio maana wakaenda kupandia dau. Yaani wale walienda kupandia dau sababu walienda kulipa milioni 500. Sijui unanielewa? Milioni 500. Sasa kwetu Simba kwenda kuchukua mchezaji kama Selemani Mwalimu kwa milioni 500. Tunatengeneza matabaka gani? Mchezaji ambaye mara nyingi anaanzia benchi. Mimi naamini Simba wamefanya vizuri. Issue kwamba kwa nini watu wanalalamika ni kwamba kwa nini Mwalimu ametoka Simba ameenda Yanga. Lakini Mwalimu wakati ametoka akaitwa akarudi kule Wydad. Unakumbuka Mwalimu alikuwa na kikosi pale Rwanda wakati Simba wanashiriki mashindano ya Kagame. Hakucheza. Ila walivyotoa tamko Wydad Casablanca akarudi ofisini. Hakuna mwana Simba yote aliyodoubt.
Issue ni kwamba watu wanahaha kutokana kwamba mwalimu ametoka Simba ameenda wapi. Sasa hivyo ni vitu ambavyo wenzetu wameamua kuvitumia kwamba kuna muda wanachukua wachezaji hata ni magarasa. Bora tu ambao wamemtoa Simba aonekane amemkomoa, lakini issue ya Mo Dewji naomba asiguswe kwa sababu ni mtu ambaye anaifanya Simba sasa hivi. Ukitaja Simba, yani unataja timu kubwa ambayo barani Afrika, hata mashindano ya klabu bingwa msimu uliopita timu zetu zinaenda 4 kwenye shirikisho 2, klabu bingwa 2. Lakini ilifika mahali tukafeli wote. Mashindano ya Afrika alizizima, mashindano ya Afrika alikufa. Kitu ambacho mimi nakiomba tu kwa viongozi wa Simba. Kwa viongozi wa Simba ni kitu kimoja. Walishapata mkurugenzi kwa upande wa kadi za wanachama. Wapambane ili kila mtu apate kadi, mambo mengine yaendelee kwa sababu binafsi mimi natoka Lushoto Tanga. Nawakilisha matawi 3 pale. Wekundu wa Usambara Lushoto mjini, wekundu wa Usambara kwa Makame na wekundu wa Usambara Malwati. Haya matawi yote yana watu 750. Lakini wanakosa power, wanakosa nguvu. Kwa nini? Kuna muda hata anapoizunguzia Simba yake anaonekana kama ni mamluki kwa sababu mtu anaweza wewe una kadi. Yaani hivyo ni vitu ambavyo vinatakiwa mkurugenzi afanye. Wewe unayo? Kadi hapa. Kadi ndo unaangusha line. Mtaiokota line msio na wasiwasi. Nataka nionyeshe vitu kwa ushahidi. Lakini kadi, una kadi yako namba ngapi? Zilitoa gumzo kubwa sana hizi kadi. Utaona kadi imetoka tarehe ngapi na mwaka gani. Mimi ni mwanachama namba 11,800 hii hapa. Kadi nimeipata 2016. Mwanachama namba ngapi? Namba 11,800. Sasa kwa hii inawezekana ni hapa kikuji na kuelewa. Lakini kuna watu unakuta mtu kama wewe ana kadi na namba 50, namba 40. Kwa umri wangu mimi hapo uongo. Naambia kuna watu waliuziwa zile kadi za wazee wa zamani. Kwa sababu mwisho hizi kadi kutoka ilikuwa ni mwaka 2017. Baada ya hapo hakukuwa na kadi tena. Ndo unaona hii kadi nilipambania 2016. Nimeiona hiyo. Ndio. Na unachangia mapato kupitia kadi? Yaani mpaka ada yangu mimi sidaiwi. Risiti tu ndo ambayo sijabeba hapa lakini ada sidaiwi. Yaani huu mwaka tulioko nao sidaiwi ada. Na mfumo mpya ambao unakuja wa electronic ambao mnahitaji kutoa, wewe unauzungumziaje? Mpaka sasa umedelay ligi na kwenda kuanza, tulitegemea baada ya ligi kuisha basi wanachama watakuwa tayari wameshapata kadi za mfumo mpya. Ndio kitu ambacho kinafanya nasema nawakumbusha viongozi wangu. Na wanajua wajibu wao. Sababu alishateua mkurugenzi kwa upande wa wanachama, apambane watu wapate kadi. Binafsi itasaidia kwa sababu kama sasa hivi labda tuko wanachama kadhaa, wakaja watu wengine wengi wakawa walipia kadi. Tukawa tunalipa tunalipa ada za kila mwezi. Kuna mambo mengi ambayo yataenda kwa sababu Simba ina mtaji watu. Lakini mwisho wa siku tutaenda kuwa tegemezi zaidi pale ambapo tunakuwa oya mashabiki wa dirisha dogo. Lakini unapokuwa na kadi unapokuwa na hisa maana yake ni kwamba unaiweka timu kwenye mazingira mazuri. Kwa hiyo kwangu mimi ombi langu harakishe hilo jambo ili liende hivyo ili kila mwana Simba mwenye hitaji kuwa mwanachama au mwanachama. Sintofahamu mwenye jukumu la kutoa kadi, kutoa mamlaka kutoa kadi za wanachama ni nani? Bosi tajiri au mwenyekiti wa wanachama? Mwenyekiti ya klabu ambaye ndio bosi wetu si wanachama. Mangungu. Yaani yeye ndio bosi. Unajua mimi hapa. Mo Dewji alikuwa sahihi siku ya Simba Day kukanusha lile kwamba sio yeye anayezuia. Sijajua kwamba sikusikiliza sana. Alisema kwamba inatajwa yeye ndiye ambaye anazuia kadi za wanachama. Hilo akasema hapana, sio mimi, sio jukumu langu. Hilo jukumu lipo chini ya mwenyekiti. Ni kweli kwa sababu ukienda kwa mimi ukiniuliza, bosi wangu sio Mo. Bosi wangu ni mwenyekiti Mangungu ambaye ndio bosi wa sisi wanachama. Na yeye ndio bosi ambaye anasimamia mali zote za Simba Sports Club. Mo naye kuna sehemu yuko chini ya Mangungu. Kwa hiyo kuna muda maswali mengine ni kama anaonewa kwa sababu ndio ile anakuambia kama hujawahi kusifu usiwe mwepesi wa kukosoa. Hasa wengi ambao wamezoea kukosoa tu hajawahi kusifu ndio kila kitu kikitokea Mo kafanya. Lakini mimi naamini hata mwenyekiti Mangungu sio kama yuko nje ya mfumo. Yuko ndani ya mfumo ndio maana ametuteulia mkurugenzi kwa upande wa wanachama. Ila tunamkumbusha tu kwamba afanye juu chini angalau hilo swali liende haraka kwa sababu wanachama hususan Lushoto unapotoka mimi. Kuna watu wengi sana hao 750 nilotaja ni watu ambao wamejiorodhesha kwenye matawi. Kuna watu wengine wengi sana ambao wanahitaji hiki kitu. Sawa Kikuji, mimi nikutakia kila laheri, mchezo mwema hapo. Pamoja sana. Uhakika upo lakini. Uhakika upo na ndio maana umeona nimekuja hapa, yani hatuna wasiwasi kabisa. Haya sawa, kila laheri. Kuchoka. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku? Licha ya kwamba tayari yanafahamika.
Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.